Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Ukraine yakisababisha vifo vya watu 13 na kuwajeruhi wengine 56 kote nchini humo. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, jumla ya droni 250 na makombora ya ballistic 14 yalirushwa dhidi ya jiji la Kyiv pekee, moja ya mashambulizi makubwa zaidi tangu vita kuanza mwaka 2022. Jeshi hilo lilidai kuwa limefanikiwa kugundua drones 245 na makombora 6, lakini baadhi yalianguka kwenye majengo ya makazi na kusababisha moto mkubwa. Majeruhi 14 waliripotiwa Kyiv, huku picha zikionyesha wakazi wakivuta mabaki ya jengo la ghorofa 9 lililopigwa moja kwa moja na drones. Katika maeneo mengine, watu 4 waliuawa Donetsk mashariki, 5 waliuawa katika mikoa ya Odessa na Kherson kusini, pamoja na 4 waliouawa Kharkiv kaskazini mashariki. Kwa kila shambulizi kama hili, dunia inazidi kudhibitisha kuwa sababu ya vita kuendelea ni Moscow, alisema Rais Volodymyr Zelensky kupitia mtandao wa X, akieleza usiku huo kama mgumu kutokana na mlipuko, moto na uharibifu mkubwa wa magari na biashara. Kiongozi wa utawala wa kijeshi wa Kyiv, Timur Kancheko, alibainisha kuwa Urusi sasa inaboresha mbinu zake za matumizi ya drones sambamba na makombora ya ballistic, hali inayowapa changamoto kubwa wanajeshi wa anga wa Ukraine. Katika hatua ya kushangaza, mashambulizi haya yalifanyika wakati Ukraine na Urusi wakiwa kwenye mchakato wa ubadilishanaji wa wafungwa. Tayari Ukraine imetangaza kurejesha nyumbani wafungwa 307, huku Jumatatu ikitarajiwa kufanyika ubadilishaji mwingine wa wafungwa 1000 kwa kila upande. Wakati huo, Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ameahidi kumaliza vita lakini hajafanya hatua yoyote ya moja kwa moja, alidai kupitia mitandao kuwa ubadilishanaji huu unaweza kuwa hatua ya mwanzo kuelekea jambo kubwa. Hata hivyo, licha ya Trump kuzungumza na Putin kwa simu mapema wiki hii, Kremlin bado haijakubali masharti yoyote ya kusitisha mapigano zaidi ya kuahidi kujadili muktasari wa makubaliano ya amani ya baadaye. Ukraine bado inasisitiza kuwa vikwazo vya kiuchumi zaidi dhidi ya sekta muhimu za Urusi ndivyo vitakavyoiweka Kremlin katika hali ya kushinikizwa kukubali sitisho la vita.